Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kulike, kucomment. Naanza katika kitongoji tulivu kabisa Marekani kinachoonekana cha kifahari, lakini nyuma ya utulivu huo kuna siri nzito ya ubaguzi wa rangi. Ndani ya mtaa huo anaishi mwanamke aitwaye Karen Drexler, mwanamke mweupe mwenye tabia ya kujiona bora kuliko wengine. Karen ni mtu anayependa kudhibiti kila kitu kinachotokea kwenye mtaa wake. Anaishi kwenye nyumba kubwa na ana uhusiano mkubwa na viongozi wa eneo hilo, hasa polisi. Lakini tatizo kubwa ni kwamba ana chuki kali dhidi ya watu weusi. Siku moja wanandoa vijana weusi Malik na Iman wanahamia kwenye nyumba mpya karibu na Karen. Wanakuja na ndoto ya kuanza maisha mapya kwa amani. Mwanzoni wanafikiri majirani zao watakuwa marafiki, lakini Karen hakufurahishwa hata kidogo na ujio wao. Kuanzia siku ya kwanza, Karen anaanza kuangalia kwa macho ya chuki. Anawachunguza kila wanachofanya. Anapiga simu polisi kwa sababu ndogo ndogo na anajaribu kuwafanya waonekane kama wahalifu. Malik na Imani wanaanza kugundua kuwa jirani yao ana nia mbaya. Kila siku mambo yanazidi kuwa mabaya. Karen anatumia mamlaka yake kwenye chama cha wenye nyumba wa mtaa ili kuwatesa wanandoa hao. Anawachongea, anawapotosha ukweli na hata anajaribu kuwazuia wasijihisi salama kwenye nyumba yao wenyewe. Lakini Malik si mtu wa kukubali kunyanyaswa kirahisi. Anaanza kupambana kwa njia za kisheria na kijamii. With my ID at home. If you take me down there, I can get it for you. Anaanza kurekodi matukio na kukusanya ushahidi wa ubaguzi wa Karen. Kadri siku zinavyoenda, mvutano kwenye mtaa unazidi kupanda. Wakati mwingine wanaanza kugawanyika na baadhi wanamuunga mkono Karen kwa sababu ya ubaguzi uliokuwepo zamani. Officer Wynn has a long history of battery charges and... Lakini wengine wanaanza kuona ukweli wa kile kinachoendelea. Katika hatua hii, filamu inaonyesha wazi tatizo kubwa la ubaguzi wa rangi katika jamii, hasa mamlaka na mfumo wakati mwingine vinaweza kumlinda mtu anayefanya ubaguzi. Karen ana rafiki mkubwa kwenye kituo cha polisi ambaye mara nyingi anamsaidia. Hii inafanya Malik na Imani wajisikie kama mfumo mzima uko dhidi yao. Lakini mambo yanabadilika ghafla. Video kadhaa za matendo ya Karen zinaanza kusambaa mtandaoni. Watu wanaona jinsi anavyowanyanyasa majirani zake weusi. Hapo ndipo mjadala mkubwa unaanza, ukihusiana na harakati za Black Lives Matter na mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi. Kadri presha ya jamii inavyoongezeka, Karen anaanza kupoteza udhibiti. Hasira yake inaongezeka na matendo yake yanazidi kuwa hatari. Baada ya kuacha, anaamua kufanya mambo mabaya zaidi ili kuwafukuza Malik na Imani kutoka kwenye mtaa. Lakini sasa watu wengi wameanza kuona ukweli wake. Majirani wengine wanaanza kumgeuka. Wanaona kwamba tatizo lake alikuwa wanandoa hao wapya, bali ni chuki iliyokuwa moyoni mwa Karen. Mwisho wa filamu unafika katika hali ya mvutano mkubwa. Kweli wote wanafichuliwa. Ushahidi dhidi ya Karen unakuwa mkubwa sana kiasi kwamba hawezi tena kujificha nyuma ya nguvu au marafiki zake wenye mamlaka. Hatimaye mfumo unaanza kufanya kazi na matendo yake yanamrudia. Malik na Imani, licha ya kupitia mateso na vitisho vingi, wanabaki imara. Wanathibitisha kwamba kupigania haki na ukweli kunaweza kushinda hata chuki kubwa. Filamu inaacha ujumbe mzito ambao unalenga ubaguzi wa rangi bado upo katika jamii, lakini watu wana nguvu ya kusimama pamoja na kupambana nao. Na hapo ndipo hadithi ya Karen inapoisha, sio tu kwa filamu ya drama, bali kama kioo kinachoonyesha changamoto za kweli katika jamii ya kisasa. Je, umewahi kuwa na jirani ambaye anageuza maisha yako kuwa vita? Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kulike, kucomment.